Thank you. Glory to God. Glory to God. Basi wapendwa wa Mungu, ni furaha yangu kwa mkuu wa asubuhi ya leo ya Friday tuambie kwamba unapendwa na Mungu na usidanganyike na hali na mambo yale unayojionea na macho. Israeli waliona ni kama hawapendwi walipoona bahari, mpaka wakauliza Musa, kulikuwa hakuna makaburi katika nchi ya Misri? Sasa sikiliza, Mungu anakuasa mema kinyume cha yale unayekutana nayo ama unayejisihi katika mwili wako. Mungu anakupenda na anasema upendo wake jinsi hii alivyopenda ulimwengu mpaka kutoa mwana wake wa kipekee. Upendo huo umepita kutoa mwana wake wa kipekee. Ungali tabua pendo hilo, haya haungali katika hali zile unayepatana nazo katika ulimwengu huu. Enda nami katika neno la Bwana, na kabla tujaenda, wacha tuombe. Nafungue moyo wako, mpatie Bwana. Yeye ana uwezo juu ya yote katika maisha yako. Baba wa mbingu na nchi, mwenye rehema na upendo mkubwa, hii kiwango cha kutoa mwana wako pekee atufe msalabani, ikadhibitike asubuhi ya leo kwamba si wale tuliokolewa kwa damu zetu wala hekima zetu na maarifa, bali ikadhibitike leo ni kwamba ni wale uliojiokolea kwa upendo wako wa mwili wa mwanao na wa damu ya mwanao. Twashuka kabisa Kaifari na kutubu dhambi na makosa na kuomba neema yako Baba, uliyeipiga muhuri kwamba John 14:18 kwamba hutatuacha yatima, kwamba iko pamoja nasi tunapoomba Bwana wangu, dua zetu zikakufikie. Naposoma neno, neema ya neno lako ulilolitumia kuumba mbingu na nchi likatuunde, likatuandae, likatutayarishe kinyume na hali tatanishi tuliyoyaona ya kuogopya na ya kutisha, ya kufunja mioyo, tukakuone wewe muumba wa mbingu na nchi. In Jesus name, amen. Oh, glory to God. Basi Amos 5:14. Amos 5:14 inasema hivi: tafuteni mema wala si mabaya, mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo. Tafuteni mema, oneni mema, naye Mungu atakuwa pamoja nasi kama tuonavyo. Sometimes napoona hofu, unaharibu mpaka mafikira na mawazo yako na plani zako zote. Unaharibu mpaka mienendo ya damu yako ama mienendo ya hali yako yote. Unapoona mabaya, unaharibu kila kitu. Kunaye ndege ambapo tunayetumia kama kitoweo, tunamuita mbata mshinga. Ukituma a sense kwamba unataka kumura, yeye urudisha poison yake katika mwili wake. Kwa hivyo wakati wanapo sense kumkura, wanamurukia ghafla kabla hajajua. Sasa sikiliza, wakati unapo sensi mabaya, uwaga unarudisha poison katika mafikira zako, mawazo zako na kila kitu chote, unajiharibia. Huwezi kuona vizuri, huwezi kufikiria vizuri, huwezi kufurahi, kwa sababu
kila sehemu yote inayoingia furaha na kutoka furaha tayari umeshaishambulia. Sasa sikiliza, unaweza kujiandaa na kujitayarisha na kujiweka katika hali ya Mungu. Wacha kuona mambo na kujikatia kauli. Ni vizuri kujua Bwana anatuasa mema na ametoa mwana wake wa kipekee, na hapa ametuhadharisha na kutupatia neno, tafuteni mema, tafuteni mema. Kaini anaambiwa na Mungu, Kaini, naona mambaya inakuotea na yapasa uishinde. Wakati unapokushuhudia mabaya, unaharibu kila kitu katika maisha yako. Asubuhi ya leo ni ombi langu kwamba umesikia neno hili, tafuta mema na uanze kuyatafuta dakika hii. Hata kama mwili wako uko hali ambapo iwezi kuona mema, iweke sasa katika kuona wema, ukawe heri unapotoka, unaporudi katika neno la Bwana. Anaposema tafuteni mema na itakuwa kwenyu kama muonavyo. Ona Mungu katika maisha yako, ona Mungu katika biashara yako, ona Mungu katika wokovu wako, ona Mungu katika hali zile uko. Can you imagine Brother Jonah alipokuwa amemkosa Mungu, akajikuta katika ndani ya samaki, lakini akiwa ndani ya samaki kiridini cha bahari aliona mema, akaona Mungu na akasema, wapumbavu hujitenga na Mungu wao, lakini mimi Jona nitatoa ibada la shukurani, nitamwabudu Mungu. Naye Mungu akaongea na samaki, akamwamulisha amtapike pwani ya Nineve. Simuone Mungu katapika pwani ya Nineve. In Jesus name. Uko hapo unaniambia, mchungaji, nimekubali kuona mema kinyume na hali zote ninayepitia. Nimekubali kuona mema. Kama Jona aliona mema akayapokea, alipoona mema na akaona upumbavu wake na akawacha upumbavu wake, akasema, upumbavu ujitenga na Mola wao, lakini mimi Jona nitasimama katika madhabahu. Samaki akaba, nenda kamtapike pwani. Hata wewe in Jesus name ona mema na Mungu akaamulishe ukatapikwa pwani kwa maono yako mema. In Jesus name. Amen. Uko hapo naniambia, mchungaji, nimesadiki neno hilo, nimekubali kuokoka. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa, na nyenyekea na kulitia jina lako Bwana na kuokoka. In Jesus name. Amen. God bless you. Na neema ya kuona mema iwe juu yako. In Jesus name. Amen. God bless you. Amen. Huyu ni mchungaji wako John Kamau wa kanisa la MCC Message of Christ, and I love you. Na nakupenda, na ni ombi langu Bwana akakujalie kuona wema. In Jesus name. Amen.